waliojitambulisha. Aliyozungumza mada aliyozungumza, angalau mimi nimechukua nukta moja ambayo ilikuwa nazungumza kwamba Waislamu ambao tunaopatikana tujitahidi kuwa na kitu kimoja. Swali langu kwa shekhe wangu, je, mnavyoona sisi ambao au nyinyi ambao mnaotangaza dini hapa South Africa Cape Town, je, ni kitu gani ambacho unadhani tunaweza tukakiboresha, tukakizidisha ili kuongeza umoja wetu, au unavyoona umoja wetu hapa ambao tuliokuwepo nao, je, unaridhisha kwa mtazamo wako? Naam, kwa mujibu wa utaratibu na hali ya mazingira jinsi yalivyo, umoja tuliokuwa nao bado hauridhishi, billahi alaikum. Sababu tukiangalia kwanza, kuna watu ambao tunaochukiana sisi kwa sisi au hal asbab, bila sababu aina yoyote. Yani mtu anatokea from nowhere anakuchukia tu. Sasa katika dini hivi tumekatazwa kumchukia mtu bila ya sababu, si katika misingi ama utaratibu wa Uislamu. Nikirejea katika yale ambayo niliyazungumzia katika hotuba yangu, nimegusia hasa katika swala la umoja na kuelezea faida za umoja. Miongoni mwa nukta ya kwanza ambayo niliyogusia katika faida za umoja ni alquwwati fil wahda, kuwa na nguvu pindipo tunaposhikamana. Na hatuwezi kuwa na nguvu na hali ya kuwa bado kuna makundi ambayo yanayosababisha watu kutokuwa wamoja. Ili tuwe na nguvu lazima tuwe wamoja, na tukiwa wamoja tutakuwa na nguvu, na hivyo itapelekea hata umma wa Kiislamu kuogopeka na kuheshimika popote pale ambao utakapokuwepo. Na mfano wa hayo yote yanathibitika, mfano kile ambacho kinachoendelea katika Mashariki ya Kati. Angalia nguvu waliokuwa nayo watu wa Iran walivyosimama wao kama wao kuna kutekeleza yale ambayo waliokusudia, ambayo wanaamini kwamba ni katika haki. Lau kama angekuwepo unafiki ama kutokuwa wamoja ndani yake, basi hata hayo yasingeweza kutokea. Kwa hiyo niukumbushe umma, hasa katika mji wetu huu wa Cape Town na umma kwa ujumla, kwamba tunahitaji watu kuwa wamoja. Hakuna utofauti kati ya Mnyabuyenzi ama mtu wa Kigoma ama mtu wa Rumonge ama mtu wa Bujumbura ama mtu wa Kagongo ama mtu wa Karonda. Wote ni Waislamu, tunasema la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Lazima tuwe kitu kimoja. Tukiwa kitu kimoja, basi hata Uislamu utasonga mbele, na hawa ambao si Waislamu watatuogopa sababu tuko katika kitu kimoja.